Mambo vipi, mambo vipi? Karibu sana katika mwendelezo wa day 8. Karibu sana katika mwendelezo wa siku ya 8. Siku ya 8 ambayo somo letu mama linasema kwa nini watu wengi wanaanza moto lakini hawafiki mwisho. Hili ndio somo ambalo tunaliangalia, na kipindi ambacho kimepita tuliangalia kwamba chanzo cha tatizo, kwa nini watu huanza moto na wanaishia njiani. Sasa kitu ambacho tunakwenda kukiangalia sasa hivi, tutakwenda kuangalia kipengele ambacho kinasema uchovu wa katikati. Uchovu wa katikati. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna mahali ambapo ndoto nyingi zinazikwa. Sasa ni vizuri kuwa makini kufuatilia ili uweze kujijua kwa upande wako sehemu gani hasa ambako ndoto zako zimekuwa zikizikwa. Okay, wacha tuanze, tusipoteze muda kwa sababu hatuna muda wa kupoteza. Tunasema siku zote katika safari ya mafanikio huwa kuna sehemu tatu. Kuna mwanzo wa mafanikio, kuna katikati, lakini pia kuna mwisho. Hasa mara nyingi sana tunapata sapoti kubwa sehemu mbili. Sapoti ya kwanza iko pale mwanzoni, kwa sababu kunakuwa kuna kitu kinaitwa support inakuwa nyingi. Mwaka unapoanza support inakuwa kubwa sana. Yaani support inakuwa kubwa kiasi ambacho unaweza kusema maisha kama angekuwa yanaendelea kwa design hii basi tungefika mbali sana. Lakini pia support huwa inakuwa kipindi cha mwisho. Kwenye maisha ya mwanadamu ana vipindi vitatu. Ana kipindi cha kuzaliwa, ana kipindi cha kuishi, na ana kipindi cha kufa. Kipindi cha kuzaliwa, shangwe inakuwa kubwa sana. Kila mtu anatamani amwone mtoto, na zaidi sana huwa anatamani wajue ni mtoto wa kike au wa kiume. Alafu kinachofuata, anaitwa nani jamani? Ni wa kiume, anaitwa nani? Ahazi. Okay, wow. Wanaleta zawadi, wanaleta shangwe, wataenda vibe la kutosha. Kipindi cha pili ni cha maisha sasa. Huyo Ahazi mwenyewe ambaye tulimshangilia, hatutakuja kumshangilia tena ikiwa hapa katikati hakuna cha maana kimetokea. Isipokuwa tutakuja kuhuzunika kipindi cha mwisho ambacho amefariki. Maisha ndio jinsi yalivyo. Ndoto inapita katika process tatu, inapita katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inazaliwa, mwaka mpya, vibe la kutosha, lazima mwaka wa ushindi, mwaka wa bla bla. Kila mtu anatamani kusikia ndoto yako nini, mawazo yako nini, maono yako nini, itatokea. Alafu hapa katikati sasa kimya, hakuna kitu kinachoendelea hapo katikati. Tunasubiria sasa mwisho wa mwaka kwamba vipi, kuna kushangilia au kuna kuzomea? Siku zote kwenye kushangilia watu hawana kuwepo, kwenye kuzomea watu hawana kuwepo. Okay, wacha tuendelee na somo letu. Katikati ni hatari kuliko mwanzo na mwisho. Tunasema mwanzo una hamasa, una matarajio na una nguvu mpya, na mwisho pia una mwanga unaoonekana, malipo yanakaribia, ushindi unakaribia. Lakini katikati hakuna shangwe, hakuna pongezi, hakuna uhakika. Unajua rafiki yangu, hapo ndio akili napoanza kuuliza sasa kwamba hii vipi, iko sawa au haiko sawa? Na hapa ndio watu wengi wanaacha. Hasa kitu cha ajabu ambacho mimi nafurahia ni kwamba hapa katikati watu wengi wanaacha. Si mwanzoni walikuwa wengi na mwishoni wanakuja kuwa wengi. Sasa angalia. Kuna jambo linanifurahisha. Watu hata kama wameacha, wanatafuta nani champion, nani mshindi tukamshangilie.
unakuja kuungana nao baadaye, lakini ukiwa mwenyewe au mkiwa wachache, wao na wenyewe wanakuja kuwaunga mkono. Nachomshukuru Mungu ni kwamba hata wale ambao wanaachia njiani huwa wanakuja kuungana kushangilia. Wow, ongera sana, umetisha, safi sana, you made it. That's the beauty. Umeona hiyo furaha rafiki yangu? Baada ya kuwa umepokea mwaka, baada ya kuwa umepokea vibe, baada ya kuwa umepokea nguvu, hapa katikati ya kutoka kuna nguvu zaidi ya kitu kinaitwa self power. Yaani nguvu yako mwenyewe, jinsi ambavyo umeseti mambo yako, umeweka mikakati yako ambayo itakufanya sasa umuvu ni kusogea. Hapa nataka nikwambie ukweli, wengi sana wataacha. Na ni wengi wao wanaacha. Lakini fulani kwamba kama utafanikiwa kuvuka, wale wote walioacha watakuja kukuunga mkono mwishoni. Ulishaona katika maisha, wakati unaanza kupambana, hakuna mtu anakufuatilia. Okay, ukishare rafiki yako kuhusu maono ulionayo, mipango ulionayo, ndoto ulizonazo, hakuna mtu anakukataa. Jamaa anakuunga mkono pia. Safi sana. Okay, wow. Safi. Utakapoanza kuja kuleta bakuli sasa, waambie sasa rafiki yangu, kama nilivyokuwa nimekushirikisha kwamba na mpango wa kuanzisha academy. Hapa sasa. Hii academy nataka nitengeneze sample ya vijana ambao nataka kwenye kwa sababu ndoto yangu ni kuja kuwa na chuo kikuu cha kilimo na mifugo ambacho kitakuja kuleta changes Afrika. Okay, safi sana. Maana makubwa sana hayo. Yes. Kama unavyoona kwamba nilikuwa nimejaribu kuanza kidogo, lakini navuta kidogo. Angalia, nimeshafanya kidogo hapa. Safi sana. Okay. Tuachana. Baada ya siku 2-3 na mcheki yule jamaa aliyekuwa amesema safi sana. Sasa mister, mambo vipi? Freshi. Niambie. Niko sawa. Sasa hapa nataka nipige ukuta sasa, ili mambo mengi yafanyike ndani kwa ndani. Unajua ni kitu serious. Okay, safi sana. Okay, sawa, lakini nikataka unisapoti. Ni support kwa sababu ni support. Na by the way pia sio kwamba unanisupport unanipatia kabisa, nitakuja kuweza kulifanya. Okay. Aise, ungepiga simu ukishaona kigugumizi, sijui hamna kitu hapo. Kuna kitu kinaitwa, hivi kitabu gani hiki ambacho jawana nimekisoma kitabu gani? Kama sio Atomic Habit, hebu niangalie hii kitu. Inaitwa A Valley of Disappointment. Unajua mimi nachoshukuru ni kwamba ukiwa unaelewa, sisi kwenye kitabu cha imani kinasema, anasema nanyi mmekuwa wanafunzi wangu kweli. Sasa nanyi mtaijua kweli. Ni hiki kweli, mbona kama sio chenyewe? Inaitwa Valley of Disappointment. Ni hiki kweli azi. Subiria kwanza. Nataka niwaoneshe hapa. Unajua maisha. Oh my God. I don't think kama ni hiki. Inaitwa Valley of Disappointment. Kuna jedwali fulani hivi nataka niwaoneshe. Ni hiki. Ngoja tu nivumilie sekunde. Nataka niwaoneshe data. Kuna statement tunasema no right to speak without nini? Wale wataalamu. Hakuna haki ya kuongea kama hujafanya nini? Research sio nini huko. Si ndo hii hapa. Valley of Disappointment. Watu waliochora kitabu nafikiri ndio hawa. Sidhani kama kwa kitabu kingine. I think ni hawa.
Kama nisipoona nitawaelezea tu kidogo, nataka kuelezea. Yes, naona. Ongea, mmekimbia au? Kwa kitu naonesha hapo kitawasaidia. Haya. Sikiliza. Kati ya kwenye muda, matokeo na muda, hapa katikati kuna kitu kinaitwa valley of disappointment. Hii jedwali. Valley of disappointment ni kile kipindi ambacho hakuna mtu anakunga mkono, yani mabaki mwenyewe. Baki mwenyewe unapambana. Sasa baadaye sasa ndoto imetimia. At least tumatokeo tumeanza kuonekana. Kwa mfano, nitoe mfano huo, wanafunzi wanakuja, wageni wanatembelea. Unasikia sasa wale jamaa zako ambao walikuwa wamekupiga kibuti, naanza kusogea, wasema, jamaa una akili sana bwana. Safi sana. Na akili sana. Maisha ukiyafikiria wakati mwingine wao wanaweza kusema bwana, hiki kitu ajabu sana. Yaani watu wale ambao walikataa kukusupport wanakuja kubaadaye kuambia una akili sana. Sikuwa najua tutafika mbali. Kipindi cha nyuma wakati mimi naanza mapambano nilikuwa nawaamini sana watu. Nilikuwa nawategemea sana watu kwamba watu hawezi kuniangusha. Baadaye nikaachana nao. Tunaposema uchovu wa katikati, maana yake nini? Ni uchovu wa akili, sio uchovu wa mwili. Ni wakati ambao akili inachoka, kwa sababu hakuna hamasa, hakuna pongezi, hakuna sapoti. Akili inachoka. Nasema, na hili ndio kosa ambalo watu wengi wanafanya. Wanadhani wamechoka kimwili, lakini ukweli ni kwamba mwili bado una uwezo, muda bado upo, rasilimali bado zipo. Kilichochoka ni imani. Hapa katikati ambako ni wewe na ndoto yako, sio mwanzo sio mwisho. Kinachochoka sio mwili, kinachochoka ni akili. Na hii akili maana yake nini? Imani inakosekana, subira inakosekana, uwezo wa kuendelea bila matokeo ya haraka. Sema pana ise, jamani, hivi ni sahihi kweli? Sijakosea hapa? Ukweli ni kwamba hujakosea, lakini ndio majanga na ndio uchovu unaotokea katikati pale. Tunasema katikati hakuna tuzo, lakini kuna ushahidi. Katikati bado hauoni faida, haupewi cheti, lakini kuna ushahidi kwamba kuna kitu kinaendelea, lakini tuzo hakuna. Hakuna mtu anakuunga mkono. Lakini nasema hivi, kama kuna kitu kimoja bado kipo, ushahidi wa mfumo unafanya kazi. Sasa shida, okay, kwani nafikiri hamna mtu anajua kwamba kile kipindi cha kusubiri, kipindi cha mapambano ambapo unakuta kwa mfano unakuwa unajua kabisa kwamba mizizi ndio inawekwa, naendelea kufanya, lakini kuna kitu kinatengenezwa. Huo ndio ushahidi. Lakini sasa shida ya ushahidi wa kipindi cha pili, kipindi cha katikati, kwanza haupigi kelele. Cha pili, yaani hata kwa mfano una share kwenye mtandao kwamba jamani, mimi naendelea kupambana, jamaa waone matokeo, anaza huyu jamani anatupotezea muda tu, hamna kitu chochote cha maana hapa, anatuambia kuna kitu anaendelea kupambana. Sasa tunasema kuna mchongo na usikilizia. Ukisikia basi kuna mchongo na usikilizia, ujue anakula msoto wa kipindi cha pili, kile kipindi cha katikati hapa. Unasikia na mchongo na usikilizia, ujue kwa kweli kuna mchongo na usikilizia. Ndio maana wengi hawafanyaji, hawaendelei. Ngoja kuelekeza kitu kimoja kitakusaidia sana kwenye safari ya maisha. Kwenye safari ya maisha hakuna mtu ambaye huwa halipwi. Sikiza vizuri. Hakuna mtu ambaye huwa halipwi, hata kama hujaona pesa. Isipokuwa kuna malipo ya aina mbili. Malipo ya aina ya kwanza ambayo huwa hayaonekani tunaita experience payment.
malipo ya kwanza ambayo wengi huwa hatuyaoni yanaitwa experience payment. Unaanza kazi, unaanza biashara, unaanza kilimo, unaanza bustani, mwanzoni huoni matokeo. Mimi nakumbuka wakati nimeanza bustani, nilikuwa na vibe, napenda bustani yangu yote mchapchap. Nikachukua mbolea ya kuku kwenye banda, nikajaza kwenye bustani, nikaotesha. Haikuota mboga hata moja. Sasa nikaa najiuliza, mbona mboga hazijaota? Baada ya muda nikaja kugundua kwamba nilichukua mbolea kwenye banda ambayo haijaiva. Kwa mimi nilivuna kama ilivyo, nikaweka shambani, nikaotesha. Matokeo yake mboga zote zikafanyaje? Zikaungua. Na nakumbuka hiyo pesa yenyewe ya hiyo mboga, kuipata hiyo pesa yenyewe kupata miche tu ilikuwa kimbembe. Kama sasa nilichukua tena miezi miwili baadaye kuja kuulisha ile mboga, kitu kama hicho. Okay. Kwa scenario kama hiyo, umelipwa au hujalipwa? Wengi mtasema nimelipwa vipi kati nimepata hasara? Kwenye biashara huwa hakuna kitu kinaitwa loss. Kuna kitu kinaitwa hivi, statement ya kwenye biashara, statement ya kwenye safari ya mafanikio. Huwa hakuna kitu kinaitwa failures. Huwa hakuna kitu kinaitwa loss. Kuna kwa mambo mawili. You either gain or learn. Na banodie, kwenye safari ya mafanikio huwa hakuna kitu kinachoitwa loss. Huwa hakuna kitu kinaitwa hasara. Asa hii tunaita ni positive attitude, mtazamo chanya. Watu wote waliofanikiwa, sehemu ambapo wanawashinda watu wengi katika kanuni ya mafanikio. Mara kadhaa niliwahi kuwafundisha hii kanuni hapa. Asa ngoja nikuonyeshe sehemu ambako watu wengi wanashindwa kwenye hii kanuni ya mafanikio. Ni hapa. Kwenye hii kanuni ya mafanikio, sitaelezea sana kwa sababu nimeshawahi kuwafundisha. Inasema mafanikio sawa sawa na S times B or H bracket. Hii kwa lugha moja inasema ni wazo jumlisha BD jumlisha MA jumlisha MT. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba BD maana yake ni bidii, MA maana yake ni maarifa, MT maana yake ni attitude au tunasema mtazamo. Sasa huku maana yake kwenye BD nini? Kuna maanisha wewe. Sasa kwa ili kupata 100% ya mafanikio, sasa 20% ni wazo, 80% ni wewe ndio unachangia. Sasa angalia nini kinachotokea. Katika hizi 80% ambazo ni wewe, tuzifanye ni 100%. Bidii inachangia 5% kwenye mafanikio. Maarifa yanachangia 20%. Kinachochangia 75% zilizobakia ni mtazamo. Kwa nini? Mtazamo ni pale ambapo umekutana na changamoto. Pale ambapo umekutana na changamoto, wewe unawaza nini pale? Kuna watu aina mbili. Kuna mtazamo chanya na kuna mtazamo hasi. Mtazamo chanya, unapokutana na changamoto unasema hivi, inawezekana sipo nimejipanga vizuri. Kuna kitu kinaitwa wake up call kwamba no. Hii changamoto imetokea kwa sababu sikuwa nimewajibika vizuri. Hiyo tunaita positive attitude au tunaita mtazamo chanya. Haya sasa, mtazamo hasi maana yake nini? Mwambie angalia sasa hili biashara. Makuku yameniangusha. Yaani makuku yamenifanya nimefeli. Hiyo ni negative attitude. Sasa hata kama una bidii kiasi gani, hata kama una maarifa kiasi gani, ukisha kuwa negative haufiki popote.
Yaani ukishakuwa negative haufiki popote. Kwa sababu gani? Hakuna njia ya mafanikio ambayo iko straight. Njia zote za mafanikio ziko na kona na milima na mabonde na milima mabonde, kona, milima, mabonde, miba, nini? Swali linakuja, katikati ya miba na mabonde na milima, kitu gani kitakacho kupeleka mbele? Sio maarifa, sio bidii. Kinaitwa attitude, mtazamo. Sasa kwa mtazamo wa mafanikio ni kwamba kwenye mafanikio tukiwa tunapambania, huwa hakuna hasara na huwa hakuna kitu kinachoitwa kushindwa, ila huwa kuna vitu viwili tu, you either gain or learn. Unaweza kuwa umepata au umejifunza. Ndugu zangu, huo ndio naita mtazamo chanya kwenye safari ya mafanikio. Sasa manake nini? Gain manake umepata faida uliokuwa umekusudia. Oh, wow, nimeanzisha biashara yangu, nimepata matokeo. Great. Learn manake umepata kitu kinaitwa experience. Kwa hiyo angalia kilichotokea sasa. Ile experience ambayo nilipata nilipopoteza mboga zangu kwa kuchukua mbolea ya kuku ikiwa imetoka bandani, nikajifunza, nikalearn, nikapata uzoefu. Tena uzoefu wa field. Ule uzoefu unanifanya leo naendelea kulipwa pesa na 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 pesa. Keshi ni nzuri sana unapoanza, lakini to be honest ni kwamba experience ndio keshi ambayo utalipwa miaka na miaka na miaka na miaka. Leo katika dunia leo hatafutwi mtu ambaye anajua, anatafutwa mtu anayeweza. Ili uweze, lazima uwe umeweza kufanya vitu vikatokea. Havitatokea siku za mwanzo. Havitatokea mara moja. Vitatokea baada ya muda fulani. Baada ya muda fulani. Ndio maana tunasema jitahidi sana uingie kwenye vitendo. Thubutu. Usiwe mtu wa kusikiliza tu. Chukua hatua. Kwa nini? Vile unavyovisikiliza huwa havifanyi kazi. Huwa vinafanya kazi vile vya kwako. Na ndio vile vitakupa confidence. Kwa siku za mwanzo utaapply, utapata matokeo. Ila siku zinavyozidi kwenda utakuwa unagundua kitu na kitu na kitu, baadaye unapata experience. Uzoefu ndio rasilimali adimu kuliko maarifa yoyote. Leo watu wote wenye story ambazo, yani watu wenye stories kuhusu maisha yao, ndio wenye vitabu vinavyouza, ndio wenye kozi zinazouza, ndio watu ambao wanafanya mauzo makubwa kuliko mtu asiye na story. Create your own story. Na story yako itatoka kwenye experience. Ili itoke kwenye experience, lazima ukubali uchovu na maumivu ya katikati. Usikimbie. Usio miongoni mwa wale watu ambao tumeanza 100, mwisho mwaka wanamaliza 3, 97 wote wamelala mbele. No. Wewe uwe miongoni mwa watu 3. Na nakuombea kwa Mungu na atakusaidia. Okay, tuangalie mambo ya bustani. Haya, mtu anaanza bustani, anaandaa udongo, anapanda, anafuata ratiba. Baada ya wiki 3 mpaka 4, mimea yake ipo lakini haijaanza kuvunwa. Gharama zipo. Kazi bado inaendelea. Hapo anasema bado sijaona faida. Bado sijaona faida. Na hapo ndio ratiba inaanza kuvunjwa, umwagiliaji unaanza kupungua, nidhamu inaanza kutelekezwa. Yaani kipindi ambacho hatuoni matokeo, hatuoni kukua, hatuoni kuongezeka, nidhamu inaanza kutelekezwa taratibu. Baada ya muda, jamaa unasikia kalala mbele. Matokeo yake nini? Mavuno yanaharibika, si kwa sababu ilishindwa, si kwa sababu alishindwa, bali kwa sababu katikati kulitelekezwa. Katikati kulitelekezwa. Tuangalie kwenye kuku. Kwenye kuku ni hivyo. Katikati ya mradi wa kuku, gharama bado zinaendelea.
mayai hayajaanza, vifo vidogo vidogo vinaanza hapo. Wengi wanaanza kulaumu, wanakataa kuwa karibu na mradi, usimamizi unaanza kupungua, wanabadilisha chakula hovyo. Lakini ukweli ni kwamba katikati ndiyo kuku hujengwa kiafya. Ukiwa unafuga kuku kwa mfano au chotara, kuna wakati nafika, kwa mfano kama ukiwa unamwandaa kwa ajili ya mayai, nishaye kuelezea kidogo lakini naomba nirudie na grefani. Ukiwa unamfuga, akishafika mwezi mmoja, ukaanza unamlisha kwa utaratibu, kuku wa miezi 2.5, unaweza kusema na mwezi mmoja, akishavuka ile miezi 2.5 akaja kukapcha miezi 3, anaanza kukua kwa speed mpaka afikie miezi 4.5, miezi 5. Hasa kama haujui, maana yake unasema mbona havikui? Hasa hasara yake ni kwamba unapunguza gharama, unapunguza umakini, unapunguza kuwa karibu. Mwisho wa siku nini kinatokea? Hasara utakayokuja kuipata baadaye ni kubwa kuliko hii ambayo ungeipata mwanzoni, ambayo sio hasara by the way. Tunasema siku zote ndoto hazianguki, ndoto zinaachwa. Ndoto huwa zinaachwa. Ukiona mtu hajafanikiwa, sio kwa sababu ndoto yake ilikuwa kubwa sana. Ndoto yake aliitelekeza, ndoto yake aliacha. Ndoto yake alifanyaje? Aliacha. Maanake nini? Watu wengi wanaamini ndoto yangu ilishindikana, ndoto yangu ilikuwa ngumu sana, ndoto yangu haijatimia. Wewe ndio umelala mbele, wewe ndio umetelekeza. Ndoto yako ilikuwa ina shida yoyote kabisa, wala haikuwa na shida yoyote. Lakini ukichunguza kwa haraka haraka utagundua mambo yafuatayo. Hapakuwa na matukio, hapakuwa na marufuku ya kuzuiwa kuhusu ndoto zao, watu ambao wameacha. Hapakuwa na kikwazo chochote, isipokuwa wao ndio walizitelekeza ndoto zao. Rafiki yangu, mwaka huu ukawe mwaka wa tofauti kwako, na mwaka wa kufanya ndoto zikashikiliwa mpaka kieleweke. Ndoto inashikiliwa. Mimi nakumbuka wakati nakuwa nilienda chuo, nikaa natafuta kitu kimoja, namna gani naweza nikajifunza practical. Ndio maana nilitamani sana nikasome vyuo vya tech kwa haraka zaidi. Sikutaka mimi kwenda sijui mashauri mengine, na lengo lilikuwa kupata ujuzi wa vitendo kwa haraka. Yakatokea lakini sikuelewa chochote ambacho cha maana kiliendelea pale. Tuache hiyo story. Baadaye nilipoanza kujifunza mambo ya biashara, nikapata insight ya practical skill. Yaani kupata maarifa ambayo ni applicable, yaani maarifa yanayofanya kazi, sio story. Nikasema yes, nimepata kitu ambacho nilikuwa naota siku nyingi. Sasa lazima niwe mdau wa elimu, yaani niwe mmoja wapo wa wadau wa elimu, ili nitengeneze kitu ambacho watu wengine wanaweza wakakifuata na kikafanya kazi, kikaleta matokeo. Sasa kwa sababu gani? Haijaanza leo, ni muda mrefu, zaidi ya miaka 15-20 iliyopita. Kitu nilikuwa napenda kufanya. Sasa hiyo ndoto haijaanguka, na wala hii ndoto sio ngumu, isipokuwa mimi ndo naweza kuitelekeza. Yenyewe bado ipo, na ipo kwa wakati wake, na itatimia kwa wakati wake, kama nisipokufa moyo. Huenda miaka 10 ijayo utakuwa unasema okay, naona nipate na mtu mwingine. Kama unasema kuna mwingiliano wa sauti, naona mtu anasema kuna mwingiliano wa sauti. Kama kuna mtu mwingine anapata changamoto kunisikia, lakini mimi naona niko sawa. Comment hapo chini kama unanisikia kwa shida na wewe mwingine.
Wengine mnanipata vizuri? Naomba mniambie basi. Oho. Mimi naendelea. Kama bado unajisikia kwa shida mniambie niweze kuona kitu kama kuna kitu cha kurekebisha. Okay, sawa, nashukuru kama imekaa sawa. Kwa hiyo tunasema ndoto yaani ndoto zinaachwa, zinatelekezwa. Sijaiacha ndoto yangu. Bado naipambania. Na mpaka kieleweke. Hapa ninapoongea na wewe ni sehemu ya kupambania ndoto yangu. Kwa sababu ningeenda kulala nikasema nasubiria na ndoto kubwa siku moja. Lazima ipambania. Tunasema ndoto haivunjiki kama kioo. Ndoto haianguki kama jengo. Ndoto haikatiki yenyewe. Ndoto ni kama moto. Ndoto ni kama moto. Haiishi ghafla na huwa haizimi ghafla, ila huwa inaanza kupungua nguvu kadri unapopunguza kuni. Inapungua nguvu kadri unapopunguza kuni. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ndoto yako ipo kama ilivyo, isipokuwa haitakuangusha, isipokuwa wewe unaweza ukaitelekeza. Asa ndoto ni kama moto, haipotei haraka, na kila unavyozidi kuendelea kupunguza kuni. Asa kuni za kuchochea ndoto ni kitu gani? Ngoja nikupe formula nyingine hapa itakusaidia mbele ya safari. Inaitwa mafiga ya kuivisha ndoto. Inaitwa mafiga ya kuivisha ndoto. Iko hivi, huwa kuna mafiga matatu ya kuivisha ndoto. Ile figa la kwanza, figa la pili, figa la tatu. Hapa katikati ndio sufuria linaloitwa ndoto yenyewe, ili hapo. Sasa angalia kinachotokea. Namba moja ni idea. Figa la kwanza linaitwa wazo. Figa la pili linaitwa watu. Figa la tatu linaitwa pesa. Pesa ni sehemu ya figa. Pesa wakati mwingine kuna tofauti ya pesa na ndoto. Pesa inaweza ikadrive ndoto yako, lakini ndoto yetu sio pesa. Sawa rafiki yangu? Lakini kama tunavyojua kwamba ukishaweka mafiga matatu na umeshasema kwamba mafiga ya kuivisha utajiri, hapa ukiwa na idea, ukiwa na watu, utapata pesa, utatimiza ndoto. Sasa angalia, kwa nini katika jamii, katika maisha, watu wana idea? Wote tunaweza kuwa na idea moja, na wote tuna nguvu na idea yetu, au mwingine ana idea lakini haiko na nguvu. Sasa angalia, kuna kitu kinachounganisha idea na watu hapa katikati, na kuna kitu kinachounganisha watu na pesa hapa katikati, na kuna kitu pia hicho ambacho kinaleta tena mzunguko uendelee mpaka hii ndoto iweze kuiva. Hicho kitu kinaitwa nishati. Nishati hapa kunaitwa moto. Lazima kuwe kuna moto. Asa moto ni kitu gani? Moto ni tabia. Moto ni nidhamu. Moto ni mfumo. Moto ni ratiba. Aya yote ambayo nimekutajia hapa ndio yanatengeneza kitu kinaitwa hicho shauku hapa ndani yake, yenye mwendelezo. Sasa angalia kinachotokea. Unapokuwa na ndoto, lazima utahitaji kuwa na idea ya biashara.
hii idea itavuta watu. Katikati ya watu utapata watu wa kukuelekeza pesa ilipo, na utapata watu wenye pesa wenyewe. Hatimaye ukamilifu wa ndoto yako unaanza kutimia. Ila nguvu gani itaunganisha katika hivi vyote viwili, vyote vitatu viweze kuungana? Ndio hivi vitu ambavyo nimekutajia, nishati. Sasa nimesema ndoto ni kama moto, hauzimi ghafla wala hauzimi ghafla. Maana yake nini? Ili ule moto uendelee kuwa moto, unahitaji kuni. Asa kuni zinazochochea huu moto inaitwa maarifa. Maarifa, skills. Siku ukiacha kujifunza ndio unaanza kutelekeza ndoto yako. Siku ukisema nimetosha kujifunza ndio siku unaanza kutelekeza ndoto yako. Mwisho wa siku, ukweli, ndoto nyingi hufa kimya kimya. Hakuna tangazo, hakuna kufeli rasmi. Ni mtu mwenyewe anaacha kujitokeza, anaacha kurudia tabia fulani, anaacha ratiba. Ndoto haikuondoka, ila mtu ndio aliondoka. Ndio hicho ambacho tunasema kwamba ndoto haina shida, ila shida ipo kwa mwenye ndoto. Mfano wa bustani, mkulima hakung'oa bustani, hakuiharibu, lakini kitu gani kimepelekea bustani kapotea? Aliacha kumwagilia, aliacha kupalilia, aliacha kufuata ratiba ambayo ilikuwa imewekwa. Bustani ilikufa, lakini haikufa kwa sababu udongo ulikuwa mbaya au mbegu ilikuwa mbovu. Ilikufa kwa sababu iliachwa, kwa sababu ilitelekezwa. Vile ukija kwenye mfano wa kuku, mfugaji hakuuza kuku, hakuwachinja wala hakufunga banda. Alifanya nini? Alipunguza chakula, aliacha ratiba ya chanjo, aliacha kufuatilia afya. Matokeo yake mradi haukufa kwa shambulio, ulikufa kwa sababu uliishiwa nidhamu. Ndio hivyo. Kwa hiyo ndoto inatelekezwa, wala sio ngumu. Kinachoweza kutokea ni kwamba, ndio maana katika somo lililopita nilisema kwamba usifungwe na matokeo. Ukisha kuwa mpenda matokeo, ni kama leo kwa mfano umeajiriwa kwenye kazi, ukaweka mshahara mbele. Ukishaweka mshahara mbele, wataogopa kukupa kazi, kwa sababu kinachofanya kazi ifanyike sio mshahara, ila ukifanya kazi kwa ufanisi tutapata pesa. Ngoja niwape siri moja ambayo watu wengi hamjui. Watu ambao wanaonega huruma watu waliosoma ni serikali peke yake. Ndio maana anasema, kitabu cha Robert Kiyosaki anasema A work for C and B works for government. Hao wanaopataga madaraja A wanafanya vizuri sana darasani, wao wanafanyia kazi watu waliopataga C darasani. Kwa sababu bado tafiti yake Robert Kiyosaki anasema asilimia kubwa ya watu ambao wamefungua mabiashara, makampuni, ambao wame-own makampuni yao wenyewe, darasani walikuwa wanapata C, D, F. Ndio maana kaja na hiyo statement inasema inasema A work for C and B work for government. Hata serikali ndio inaonega huruma watu waliosoma. Kama umeelewa? Wafanyabiashara huwa hawamuonee huruma mtu, isipokuwa wale ni watu wanaotaka faida. Sasa huwa wanajua nani anayesababisha faida. Anayesababisha faida ni yule mwenye uwezo wa kuzalisha. Wakishakaa tu wanajua hapa tumepata mtu, hapa tumepata mtu. Wao ilimradi uingie, ilimradi upate nafasi ya kuingia kwenye ile kazi. Baada ya hapo, bidii yako itaamua thamani yako, maarifa yako
yataamua thamani yako. Nidhamu yako itaamua thamani yako. Uharaka wa kujifunza utaamua thamani yako. Umakini katika kila hatua utaamua thamani yako. Kujitambua utaamua thamani yako. Kujua kwamba kwa nini uko pale kutaamua thamani yako. Hivyo vitu vyote huwa havipimwi siku ya interview, huwa vinapimwa ukishaingia kazini. Hata kama ulikuwa unalipwa shilingi 50,000, nataka nikwambie kuna siku utakuja kulipwa 1 million. Kwa nini? Ili kampuni kulipe, inakulipa 10% hadi 1%. Ni 1% mpaka 10% ya uwezo wako wa kuzalisha. Sasa shida inakuwa wapi? Shida inakuwa hapa, watu wengi wana focus na matokeo. Ukisha focus na matokeo, unahatarisha matokeo yenyewe, kwa sababu kinachosababisha matokeo sio matokeo. Kinachosababisha matokeo ni kazi. Ukifocus na kazi, matokeo yanatokea automatic, kwa sababu kampuni inasema sasa tunampata wapi mtu kama huyu? Hapana, yaani tuanze kutrain tena mtu mwingine? No. Sikiliza, tutakupatia pesa hii na hii hapo, na tutakupatia nyumba, tutakupatia na gari. Are you okay? Yes, I'm okay. Let's go. Ulifocus na kazi. Kwa nasema katika maisha ya kila siku, ndoto hujaribiwa sio kwa ugumu, bali kwa uchovu wa kurudia. Aliye tayari kurudia bila pongezi, bila uhakika, bila shangwe, huyo ndio anayeshinda siku zote. Tatizo kubwa katikati tatizo kubwa hapa katikati, hapafundishwi. Tatizo kubwa, kuna hizi sehemu tatu. Kuna sehemu ya kwanza, jinsi ya kwanza. Hapa kwenye jinsi ya kwanza kuna kitu kinaitwa goals, malengo. Kuna kitu kinaitwa dreams, ndoto. Kuna kitu kinaitwa vision, maono. Hapa mwanzoni hapa, wengi sana wanafundisha hapa mwanzoni. Wengi sana wanafundisha hapa mwanzoni na mwishoni, jinsi ya kusherehekea kutimia kwa ndoto. Iwe ni katika elimu, iwe ni katika jamii, hapa katikati hapafundishwi. Nenda leo kwenye majumuiya ambayo watu wengi wanakusanyika, sikiliza kile kitu ambacho watu wanaongea. Yaani kaa kwa makini, sikiliza vizuri, utakuja kuniambia siku moja. Inafundishwa hope na inafundishwa kwamba ikitokea nikueleze vizuri. Yanafundishwa kwamba utafanikiwa, utakuwa mtu mkubwa, utakuwa sio bra. Okay. Lakini pia inafundishwa hapa mwishoni, utafurahia ukiwa mkubwa, sio kitu gani. Hapa katikati, hapa fundishwi. Hilo ndio tatizo kubwa. Sasa kwa sababu hapafundishwi, hapajawa expose, sisi pia wengi ambao tumekuwa ndio wasikilizaji, hatujui hata kama panatakiwa pafundishwe. Ndio maana wakati mwingine ukianza kujifunza au ukianza kufundishwa, unaanza kuona pana kama hii elimu nyingine hii tena, pana hii elimu kama ngumu fulani hivi, elimu inatoka wapi? Kwa sababu umekuwa kwenye jamii ambayo inataka motisha, sio a way to go. Hakuna mtu anapata reward kwa kuwa persistent. Hakuna mtu anapata reward, anapata tuzo kwa kufuata ratiba. Watakupa tuzo ukiwa na matokeo, watakupongeza ukiwa na ndoto kubwa. Hapa katikati hapa hakuna mtu anajali.
Ndio maana ombwe kati ya watu wenye mafanikio na watu maskini linaendelea kuwa kubwa kubwa kubwa. Okay, kuna research nilikuwa nafanya, nafikiri mwaka jana wakati niko Dar es Salaam, kuna research yangu nilikuwa nafanya. Sasa kuna research nyingine nilikuwa nafanya. Research kanileta kujiuliza swali moja kwamba how comes zote zinaitwa elimu? Kuna elimu mtu analipa baby class 15 million. Ziko za aina tatu. Kuna zile mtoto analipa milioni 15 baby class. Na kuna elimu hizi hapa za hapa katikati hapa ambazo wanaita medium, unalipa milioni 1, milioni 2 kwa mwaka. Na kuna ile nyingine ambayo nafikiri mnaifahamu wote. Unalipa shilingi ngapi? Elfu ngapi ile? Zote zinaitwa elimu. Na tumeambiwa elimu ni ufunguo wa maisha. Is it correct kwamba zote hizi elimu ziko sawa? Hapana, zipo sawa. Medium na hizi za kawaida wanatofautiana Kiingereza tu. Vingine labda tu unakuta wakijiongeza na nini, lakini kitu kikubwa kinachotofautiana Kiingereza kwa sababu mtaala ni ule ule. Medium na ile zingine za kawaida. Ila tunakuta hawa wanaongea Kiingereza, hawa wengine Kiswahili, yani ndio hivyo. Simple. Lakini masomo ni yale yale. Hizi ambazo wanalipa 15 million baby class, wanafundishwa nini? Rafiki yangu, kwa nikupe siri moja. Na hii kaifanyie kazi, itakusaidia. Nilikuja kugundua kitu kimoja ambacho kilinifanya nikatetemeka. Kuna kitu kinaitwa high income skills na kuna kitu kinaitwa low income skills. Kuna ujuzi ambao ukiupata unatengeneza pesa nyingi, unaitwa high income skills. Na kuna ujuzi hata ukilala unakusanya degree, PhD, bla bla, unaitwa low income skills. Nikasema sawa sawa. Sawa sawa. Ndio maana kuna tofauti ya ada. Kuna ujuzi mmoja tu jamaa akipata ana convert billions. Na kuna ujuzi mtu hata akikusanya hamna kitu. Manake ni hivi, kuna elimu unafundishwa matokeo na kuna elimu unafundishwa kufikiri. Hizo ni elimu mbili tofauti. Hapo ndipo nilipojua kwa nini kuna tofauti ya tafsiri ya biashara kwenye shule mbili tofauti. Kuna tafsiri inayosema biashara ni kuuza na kununua, na kuna biashara ambayo na kuna tafsiri ya biashara ambayo inasema ni chombo cha kutatua tatizo katika soko. Nasema tafsiri ya biashara ni kuuza na kununua, yale ni matokeo. Je, ni sahihi sio sahihi? Ni sahihi. Isipokuwa unaongea na nani? Ukiwa unaongea na tajiri ukamfundisha kwamba biashara ni kuuza na kununua, kwa kiko right. Kwa nini? Ana pesa ya kutosha, anachukua product, anashusha bei, anaingia sokoni. Ukiwa unaongea na mtu ambaye hajajipata, ukamwambia biashara ni kuuza na kununua, hata kawe mfanya biashara, hana nguvu ya kutafsiri maana uliyompa. Lakini ukimfundisha mtu ambaye hajajipata kwamba biashara ni chombo cha kutatua tatizo katika soko, huyu unamsaidia. Kwa nini unamsaidia? Utamsaidia kwa sababu atasema okay, sasa biashara ni chombo cha kutatua tatizo katika soko. Yes. Tatizo nani? Soko ni nini? Soko ni community. Masoko sana, kuna masoko mawili. Kuna soko ambalo linaitwa mass market, soko kubwa.
na kuna soko inaitwa niche market, soko maalum. Kwa sababu hauna nguvu ya pesa, achana na soko kubwa, kwa sababu soko kubwa linataka experience, linataka umaarufu, linataka pesa, linataka mtaji. Ili udili na soko kubwa ambalo macho ya wafanyabiashara wengi wanaliona, lazima na una nguvu kama wafanyabiashara wengine. Hasa utafeli. Kwa sababu utafeli, sikiliza, fikiri na kufundisha kufikiri. Focus na soko dogo. Soko dogo ndio linalipa pesa nyingi. Sasa swali hazi inakuaje soko dogo na dili nawe? Sikiliza, soko dogo linalipa pesa nyingi na lenyewe halitaki product, linataka jinsi unaweza kutatua matatizo yao. Kwa mfano, sisi katika bustani huwa hatuuzi mboga zetu sokoni. Tunawauzia watu ambao hawapendi mambo ya makemiko. Tunawapataje? Na nini? Ndio maana ya kufikiri. Unafuga kuku, baada ya kwenda kuwauzia wachoma chips mayai ya shilingi 8,000, shilingi 7,000, ile ni soko la mtu mwenye pesa ambaye tafsiri yake ya biashara ni kuuza na kununua. Anatafuta mtaji kwa sababu ana nguvu ya pesa, anaingia sokoni, anazalisha, akizalisha, anazalisha bidhaa, anaangalia sokoni wanauza shilingi ngapi? 8,000, 500. Nitauza 7,500. Anapata pesa. Kwa wewe ambaye ndio unajitafuta, ukiingia na hiyo mentality, lazima uangukie pua. Hapo ndio nilipojua sawa, zote zinaitwa elimu, lakini quite different. Kuna vitabu nikaacha kusoma na kuna vitabu nikafocus kwanza kuvisoma. Tatizo kubwa katikati hapafundishi sehemu yenye process. Okay, swala msingi la kujiuliza, kwa hiyo tufanyaje? Sikiliza, siku zote katika safari mafanikio, maisha yako yanabadilika siku ukijitambua. Yaani siku kishtuka ndio siku unaanza kukua. Kwa ukishtuka unaanzia pale pale. Mbaya ni kuendelea kulaumu na kulalamika. Mimi hapa nakufundisha. Ukiamua kujiingiza kwenye kulaumu na kulalamika, utaendelea kuwa maskini mpaka siku ya kufa. Sasa hivi ni kusema kumbe nimeshafungua akili. Wacha nianze mchakato. Anzia pale ulipo. Simple and clear. Mentangu akilio anasema, it is not late to be light. It is not late to be light. KFC amejitambua na miaka 65. Huyo wote tunamsikia. Sisi kwenye vilabu vya imani na kuna mtu Abraham, baba yetu wa imani, alishtuka na miaka 75. It is not late to be light. Na ukishapata mwanga, anzia hapo, kimbia mbele. Sio tena unaanza kulaumu tena. Ukishaanza kulaumu unaua kila kitu. Mmoja niliposhtuka ndio hapo ndugu yangu. Nikasema okay. Sawa. Nitafanyia kazi hiyo. Na naendelea kufanyia kazi. Ndio maana naamini Mungu atanisaidia. Nataka nipate tu sample chache tu. Wakati naandaa mtaala wa chuo kikuu. Sasa jamaa vipi? Anaandaje mtaala wa chuo kikuu? Ndio mtaala wa chuo kikuu. Anataka sample chache kwanza ya academy. Kuna vitu ambavyo naamini kabisa vinatakiwa viingizwe kwa watu na watu wanaenda kufanya changes. Yaani naamini hicho kitu. Sio naamini kwa sababu navifahamu ndio navishi na maisha yanaendelea. Okay, kama nilivyosema, watu hawafundishwi jinsi ya kuanza, kwa maana vision, goals na dreams. Wanafundishwa hivyo. Wanafundishwa jinsi ya kusherehekea mafanikio. Lakini hakuna anayefundisha mambo yafuatayo. Namba moja, nini cha kufanya hamasa ikifa? Nini cha kufanya hamasa ikifa? Cha pili, nini cha kufanya ukiwa umechoka? Cha tatu, nini cha kufanya kazi inapobaki ile ile siku 90 mfululizo? Hayo mambo yapo kwenye process, na hiyo ndio naita thinking. Yaani hakuna somo la kuendelea bila kuwa na hisia. Hiyo ndio shida inapoanzia. Okay,
Muda wangu umeisha. Wewe niangalie kwanza content yangu imebaki kiasi gani ili nione jinsi ya kubalance. Okay, ngoja tuende haraka haraka at least upate idea kitu ambacho ndio ujifunze. Kuna uongo wa mafundisho mengi. Kuna uongo wa mafundisho mengi. Mafundisho mengi yanaonyesha kuwa mwanzo wenye nguvu, mwisho wenye ushindi, wanapuuza katikati kama vile ni rahisi. Au kama vile itajiseti yenyewe. Naona umeme katika. Sasa sijui nafikiri mnaniona lakini. Okay, lakini katikati ndipo penye uhalisia penyewe. Yaani katikati ndio penye uhalisia penyewe. Tunasema hivi, katikati ni shule ya nidhamu. Katikati hakuna tuzo, hakuna nishani, hakuna sifa, hakuna kupigwa makofi. Ila kuna ratiba, kuna kuendelea kupambana na kupambana na kupambana na kupambana. Kuna vitu vingi vya kuzungumza hapa, naomba niruke, naona muda wangu umeisha. Wacha nikupe kanuni hii hapa. Tunaita kanuni kali ya washindi. Hii naomba uisikize vizuri, itakusaidia. Kanuni kali ya washindi inasema hivi: ukifika katikati usifanye maamuzi mapya. Ukifika katikati usifanye maamuzi mapya. Maana yake nini? Katikati hisia sio sahihi. Hakunaga hisia pale. Katikati mtazamo unakuwa uko sawa. Una focus na kitu fulani. Lakini katikati akili huwa inataka shortcut. Kwa sababu inafika mahali kama inachoka. Maamuzi mengi mabaya huwa yanaamuliwa katikati. Si kwa sababu hayakuwa sahihi, bali ni kwa sababu mtu alikuwa amechoka. Ndio bado ufocus na uendelee na kile kitu ambacho umekianzisha. Hapo katikati usifanye maamuzi tofauti. Tunasema katikati si ishara ya kuacha, ni uthibitisho kuwa uko njiani. Vitu havitokei, lakini ndio unatakiwa kujua kwamba ndio niko njiani. Vitu vitatokea. Na aliyejifunza kushinda ni yule ambaye ana mambo yafuatayo. Anayeheshimu ratiba hata bila matokeo. Anayesimama katika ratiba iliyopangwa hata kama hakuna matokeo. Huyo anashinda. Mtu wa pili ni yule anayefanya kazi bila shangwe. Yeye anaendelea na kazi hata kama hamna kushangiliwa. Anayejua kuwa ndoto hujaribiwa katikati na sio mwanzo. Huyu anashinda. Mwisho kabisa, kama hujajiandaa kwa uchovu wa katikati, maana yake hujaandaa ushindi wako. Ndoto nyingi hazikukataliwa. Ndoto nyingi hazikushindikana. Ndoto nyingi zimetelekezwa katikati. Rafiki yangu, usiwe sehemu ya watu watakaotelekeza ndoto yao katikati. Pambana, pigana mpaka kieleweke. Na sehemu ambayo inaweza kukuletea tofauti kati ya watu wengi. Hapa naongea na watu wengi sana, lakini wale ambao mwaka mmoja ujao watakuja kupongezwa sio wale walioanza, ni wale waliovumilia katikati, wakapambana mpaka kieleweke. Okay, katika sehemu ifuatayo ambayo tutakamilisha somo letu, tutaangalia mfumo wa kujisimamia wakati hamasa zimeisha. Na kusihi, hakikisha unafuatilia somo litakalokuja kukamilisha hii topic, kwa sababu ndio litakuonesha sasa mfumo gani usimame nao wakati hakuna hamasa, hakuna kushangiliwa, hakuna mtu anajali. Unasimama vipi ule wakati? Tutakuja kudiscuss katika sehemu ya mwisho. Hongera sana kwa mapambano na hongera sana kwa kufuatilia. Kama uko serious, uko interested, tukushike mkono hatua kwa hatua. Kwa wale ambao mna ndoto ya kuanzisha project za bustani na kuku katika eneo dogo, andika namba hii hapa 0761 825 808 0761 825 808. Tutumie ujumbe WhatsApp wenye neno program kwenda 0761 825 808. Tuna program maalum kwa ajili ya kukusaidia kama uko serious, na baada ya hapo maisha yanaendelea. Otherwise, all the best. Tukutane katika somo lijalo.